Kwanza ni shukuru kwa kufika kwenye chuo chako. Hamjambo? Habari ya kusoma? Hongereni sana kwa hiyo fursa. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Sababu ndio uzima wetu. Mimi nawasalimia, tutaonana ndani. Na wanafunzi wamefurahi kuwa na engineer mwenzao. Hawa ni engineer to be, ndio maana moto wetu tunasema Misungwi CTTI. Yes, it is a home of engineers. Kwenye dhana ya wanagenzi ambapo wanafunzi hawa ambao wanamaliza diploma tunawatafutia makampuni waweze kuendeleza ujuzi katika maeneo ambayo yanahitajika kuweza kujifunza zaidi, na hivyo kuweza kuongeza nafasi ya kujiajiri pamoja na kuajiriwa baada ya kuwa wamemaliza hapa. Na taasisi ambazo tunashirikiana nazo ni TANROADS, tunashirikiana na TARURA, tunashirikiana na makampuni mbalimbali ya ukandarasi. Hadi kufikia Julai 2025 wanafunzi 58 walipangiwa katika vituo mbalimbali, na kati ya hao wanagenzi 18 kati yao wanaendelea na mafunzo, lakini 15 waliweza kuajiriwa katika taasisi mbalimbali za serikali, na wengine wameweza kujiunga na masomo ya elimu ya juu. Mheshimiwa Naibu Waziri, vyuo vyote vya elimu ya juu sasa ukienda wapo wanafunzi wetu wa Misungwi. Na mwaka huu St. Joseph Betia Fora, mwaka wa kwanza kuna zaidi ya wanafunzi 15 kutoka Misungwi CTTI. Kwa hiyo tunashukuru pia kwenye hilo. Aidha, wengine wamefungua kampuni za ujenzi. Tayari tumekwisha kuanzisha mtaala mpya, na tunashukuru umekwisha kupitishwa na NACTVET baada ya kupitia kwenye hatua zote ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo mwaka wa masomo unaokuja tutakuwa pia na kozi hiyo nyingine ya water engineering with community development, tukiamini kwamba itakuwa ni sehemu ya kusaidia jamii kwenye maeneo hayo ya ujuzi wa maji, lakini pia kutoa wataalamu ambao watasaidia miradi mbalimbali ya kumtua mama ndoo kichwani. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunaamini litaweza kusaidia. Kwa watumishi wote wa hapa chuoni, napenda kuwapongezeni kwa ushikamano na umoja wenu. Umoja wenu ndio mafanikio haya tunayoyasikia hapa. Taarifa ya mkuu wa chuo ni ndefu, haichoshi, kwa sababu imesheheni vitu vizuri. Kwa hiyo endeleeni kushikamana. Mkuu wa chuo, mimi nakupongeza, hata kama sijaambiwa, ila nauona ushirikiano wako kwa wenzio. Kwa majina naitwa Architect Charles Franklin Achodho, ni mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii ufundi Misungwi. Tunafurahi tunao bahati leo tarehe 23 mwezi wa 12 2025 kutembelewa na naibu waziri wetu wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum kwenye chuo chetu cha maendeleo ya jamii, ambapo tunafanya program moja ya uhandisi ujenzi pamoja na maendeleo ya jamii, yani civil engineering with community development. Mheshimiwa Waziri anapata nafasi ya kukagua miundombinu ya chuo pamoja na miradi ambayo tumeianzisha ya kuingiza kipato hapa chuoni, ikiwepo mradi wa ufyatuaji wa tofali ambao sasa utatuwezesha kuweza kuwafundisha wanafunzi namna ambavyo wanaweza kuwa jasiriamali hata wakitoka hapa, lakini pia inasaidia kuongeza kipato chuoni. Upo mradi ambao umeanza wa ufyatuaji wa mikanda ya gypsum ambayo tayari imekwisha kuanza na tunategemea kuuza, lakini kuna huo mradi wa bidhaa za magrill pamoja na aluminium. Hiyo imeanzishwa mahususi ili kwamba wanafunzi waweze kujifunza pamoja na nadharia ambazo wanafundishwa darasani, lakini kwa sababu ni chuo cha ufundi pia wanapata nafasi ya kujifunza na itawasaidia pia hata wakitoka hapa. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Waziri pia atakutana na wanachuo ambao wamemaliza hapa wa kike, lakini wameanzisha makampuni yao ya ujenzi ambao sasa wamejiajiri na kuajiri wengine na wametekeleza miradi mbalimbali. Atapata kuwasikia na kuona namna ambavyo chuo kinaweza kutoa wanafunzi ambao wanaisaidia jamii na taifa katika kuibua ajira na kusaidia kuongeza vipato vya mwananchi mmoja mmoja. Lakini nini kinapaswa kufanywa na serikali sasa kwa hayo yote ambayo umeyasema, ili mafanikio hayo unayosema yaweze pengine kuwa zaidi ya hapo mlipofikia? Nashukuru, serikali inapaswa kuendelea kuwekeza katika miundombinu, hususan vifaa vya mafunzo kwa vitendo katika karakana zetu pamoja na maabara ya kompyuta, ambapo tunao upungufu
ili kwamba kadri wanafunzi wanavyoongezeka yako mahitaji ambayo yanahitajika kuweza kupata vifaa kwa ajili ya mafunzo zaidi kwa vitendo, ili wanafunzi wawe mahiri katika maeneo hayo ya ufundi. Kwenye ule mradi wa magereza ya watoto kama sambamba na miundombinu ya chuo, lakini Mheshimiwa Waziri amepata nafasi ya kukagua jengo la mahabusu ya watoto ambalo limetekelezwa kwa njia ya force account ikisimamiwa na chuo hiki cha maendeleo ya jamii ufundi Misungwi, ambao jengo hilo limegharimu shilingi milioni 400 katika awamu ya kwanza. Mahabusu hayo ni sehemu ya kuwasaidia wale vijana ambao wamekinzana na sheria ili waweze kurekebishwa na wakitoka wakapate kuwa raia wema. Mradi huo umekamilika na sasa unaweza ukaanza muda wowote. Kwa nini mmefikiria labda kuanzishwa kwa mahabusu hiyo? Nini kilicho hapa msukumo? Ni sehemu ya utekelezaji wa sera za wizara ili kuwasaidia watoto ambao wamepata ukinzani, kwa sababu hawezi kuwa kwenye mahabusu na magereza kule ambako wakubwa wanaishi. Kwa wale ambao chini ya umri wa miaka 18 wanapata nafasi hiyo.